Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu ndugu zangu katika imani, tupo katika huu mwezi wa Dhulqaada. Ni miongoni mwa miezi ambayo ni mitukufu kwa mujibu wa hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani ya kuwa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah anasema inna iddata shuhuri, hakika idadi ya miezi, inda Allah 12, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12, iko miezi 12. Bimaana miezi ambayo inaunda kalenda ya mwaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna miezi 12. Minha arba'atu hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ni mitukufu. Ndugu zangu watukufu katika imani, Qur'an au aya hii haijaenda kuainisha kwa miezi hiyo ni upi na upi, isipokuwa ukienda kusoma hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio utaona hadithi imekwenda kuelezea, hadithi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitafsiri aya hii, basi akaenda kutuainishia kwa miezi hiyo ni ipi. Miezi hiyo hadithi inasema kuwa mitatu ni yenye kufuatana, ambao ni Dhulqaada, mwezi wa mfungo pili. Kwa hivi sasa tupo katika mwezi huo. Dhulhijja, mwezi wa mfungo tatu, na Muharram. Lakini mwezi mwingine wenyewe upo umejitenga, ambao uko baina ya Jamad al-Akhir na Shaaban. Mwezi huo tumeambiwa kuwa ni mwezi wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, aya hii inaendelea inasema kuwa fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msiwe ni wenye kudhulumu nafsi zenu kwa kuzifanyia maasiya. Ama lazima la maasiya ni haram na ni jambo ambalo alikubaliki fi kulli waqtin wa fi kulli hin, katika kila muda na katika kila wakati au kila mwezi. Lazima tuyakimbie maasi, kuto kudhulumu nafsi zetu, kuto kufanya maasi ambayo yatakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika imani, hadithi hii imepokewa na Ibn Umar radhiallahu anhu qala, amesema kuwa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wada'i, alifanya hutuba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wada'i, katika hijjatil wada'i fi awsati ayyamit tashriq, katika katikati ya masiku ya ayyamit tashriq. Ayyamut tashriq bimaana ni yale masiku ambayo yanaambatana au yanashikamana au yanashirikiana na Eid al-Udhiya. Masiku yenyewe ulama wanatuambia kuwa ni mwezi 11 Dhulhijja, maana mfungo tatu, mwezi 12 na mwezi 13. Watukufu ndugu zangu katika imani, kwa hiyo siku hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa amesimama, fa khataba, akawa amehutubu, faqala, akasema ya maneno yafuatayo: ya ayuhan nasu, enyi watu, inna zaman qad istadara ka hayatihi, hakika ya zama, hakika ya nyakati, qad istadara ni zenye kuzunguka, ka hayatihi, kama vile ambavyo maumbile yake yalivyo, au kama vile haya yake ilivyo. Yauma khalaqa Allahu as-samawati wal arda, na hii ilianza tu pale ambapo Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi. Wa inna shuhuri inda Allah 12 shahran minha arba'atu hurum, Mtume anasema kwa hakika pia miezi katika hizo zama ambazo zinazunguka, katika hizo zama ambazo zimewekwa ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Akasema awwaluhunna Rajabun, ama wa kwanza katika miezi hiyo mitukufu minne, wa kwanza wake Rajab, mudarram baina Jamad al-Akhir au Jamad al-Thani wa Shaaban, ambao wenyewe upo kati ya mwezi wa Shaaban na mwezi wa
kati ya mwezi wa Jamadul Akhir, bimaana mwezi wa mfungo 9 na Shaaban, upo katikati mwezi huo ambao ni mwezi wa Rajab, wa Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Lakini pia kuna mwezi wa Dhulqa'da, kuna mwezi wa Dhulqa'da kwa maana ni mwezi wa mfungo 2, mwezi wa Dhulhijja kwa maana ni mwezi wa mfungo 3 na Muharram, lakini na kuna mwezi wa Muharram. Watukufu ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka nidhamu katika nyakati au dunia hii tuliyokuwa nayo. Kuna nidhamu ambayo ameiweka na ndio inakwenda vile vile kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa mfanyaji, alivyokuwa ameagiza au alivyokuwa ameiumba. Leo hii kuwa zama zinakwenda, lakini zinakuja zinarejea, zinakwenda kurejea kwake inamaanisha kuwa inaingia katika leo hii tuko katika mwezi wa mfungo 2, tutaondoka katika mwezi wa mfungo 2 na kukutana na mwezi wa Dhulhijja, lakini baadaye mwakani panapo hai na uzima wapo ambao watakaoingia tena katika mwezi wa Dhulqa'da. Hii ni nidhamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka. Lakini katika hiyo miezi ambayo tunaambiwa, ambayo imetuambia miezi 4 mitukufu, mmoja wapo ni Dhulqa'da, basi ni mwezi huu ambao tulikuwa nao. Wajibu wetu kimsingi ni kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu alimetuambia tuyafanye, na kwa yaepuka yale ambayo yalikuwa Mwenyezi Mungu ametuambia tuyaepuke. Lakini katika mwezi huu au miezi hii ndio miezi ya Hija, ambayo hivi sasa mahujaji yule ambaye alibahatika alikuwa na uwezo, basi kipindi kama hichi ni kipindi ambacho kufanya istiidadi ya malipo katika masala ya nauli na kadhalika, ili mradi tu aweze kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Tumombe Allah mtukufu na sisi sote kwa ujumla wetu atuwezeshe tuweze kwenda kufanya ibada ya Hija, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, muttafaqun alayhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa la yu'minu ahadukum, hatakuwa muumini wa kweli mmoja wenu, hata mpaka yakuna hawahu, yawe matamanio yake yote, taba'an lima ji'tu bihi, kuyafuata yale ambayo niliyokuja nayo mimi mtume wetu. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika imani. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja miongoni mwetu anatakiwa awiwe au atamani kuwa anayatekeleza yale ambayo aliyekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hili la Hija ambalo linahitaji gharama, linahitaji muda, linahitaji afya njema, lakini yote kwa yote kwamba unatakiwa wewe, hata kama hujajaliwa kuwa na kipato, hujajaliwa kuwa na uwezo wa kuweza kwenda huko, basi wajibu wako kuweza kutamani, pia ni jambo la msingi kutamani matamanio yako na yawe siku moja Allah mtukufu akikuwezesha basi uweze kwenda. Na wewe ukiwa unaombea dua wenzako waweze kwenda kwa salama na warejee kwa salama, basi na wewe pia unatamani kwamba Mwenyezi Mungu, laiti kama utanijalia au laiti kama nami nikawa nimeje kujaliwa, basi nami niweze kwenda kufanya ibada ya Hija. Tuombe Allah mtukufu atuwafikishe nasi tuwe ni wenye kutekeleza ibada hii. Wabillahi tawfiqi wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.